Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pasta Andegunyu. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu raha ya Sabato. Popote ulipo, neno Sabato au pumziko maana yake kamili au ukamilifu. Narudia, neno Sabato au pumziko maana yake kamili au ukamilifu. Na kwa kuwa aliye kamili au mkamilifu ni Mungu pekee pamoja na msaidizi wake, basi neno Sabato au pumziko linamaanisha ukamilifu au ukamili wa Mungu. Narudia, neno Sabato au pumziko linamaanisha ukamilifu wa Mungu au ukamilifu wa ufalme wa Mungu. Na ninapozungumzia ukamilifu wa Mungu, nazungumzia kuhusu Mungu na msaidizi wake, ikiwa na maana cheo cha kiungu na mwenye cheo hicho au mwenye sura ya cheo hicho kwa jinsi yake na jina lake, pasipo kujalisha ni mwanamke au ni mwanamume, ni mtoto au ni mkubwa, ni wa jinsi gani, kwa cheo, kwa kabila, kwa taifa, kwa rangi au vyovyote vile. Lakini aliye msaidizi wa Mungu ndiye mwenye cheo cha kiungu, kwa kuwa yeye ndiye mwenye sura ya cheo hicho kwa jinsi yake yeye alivyo pale pale, kwa jinsi yako wewe ulivyo hapo hapo, na kufanya popote ulipo wewe ukiwa umeumbwa na Mungu, ukiwa umeumbwa na Mungu au umetokana na Mungu, basi wewe ndiye mwenye sura ya Mungu, ikiwa na maana mwenye cheo cha kiungu, na kufanya cheo kukaa pamoja na mwenye cheo, huko ndio kunaitwa kamili au ukamilifu wa ufalme au ukamilifu wa Mungu, kwa jina moja, Sabato au pumziko. Kwa hiyo moja kwa moja ninapozungumza kuhusu Sabato au pumziko kwa neno, kwa maana kwamba ukamilifu, nazungumza moja kwa moja kuhusu wewe popote pale ulipo, ikiwa na maana wewe popote pale ulipo ndiyo Sabato au pumziko. Owe tatae, narudi hapa. Popote pale ulipo, kwa jinsi yako, kwa taaluma yako, kwa vyovyote ulivyo, kwa jina lako, wewe ndiye Sabato au pumziko. Narudia, wewe ndiyo Sabato au pumziko la Mungu, ikiwa
na maana, cheo na mwenye cheo. Mwenye cheo cha kiungu kwa jinsi ulivyo. Popote ulipo, ni mwanamke, haijalishi, wewe ndiye mwenye cheo cha kiungu kwa jinsi ulivyo, hivyo hivyo kwa jina lako. Ni mwanamume, ni mtoto, au wewe, popote pale ulipo, haijalishi, wewe ndiyo pumziko au Sabato. Kwa kuwa hakukuwa na Sabato, kwa maana kwamba ukamilifu kabla ya kukupata wewe hapo popote ulipo, kabla ya kupatikana wewe uliye msaidizi, kabla ya kupatikana wewe uliye mwenye cheo hicho cha kiungu, kwa jinsi hiyo ulivyo kwa jina lako. Ndio maana hata katika historia, Mungu alipomaliza kukuumba tu, ndipo Sabato ikaanza. Mungu alipomaliza kukuumba, ndipo Sabato likaanzia hapo. Ndipo Sabato yake ikaanzia hapo. Narudia tena. Mungu alipomaliza kukuumba wewe kwa jinsi yako, ndipo Sabato yake ikaanzia hapo. Tena si Sabato ya siku moja, bali Sabato au pumziko la milele. Kwa hiyo wewe, popote ulipo, wewe ndiyo Sabato au pumziko la Mungu. Narudia, popote ulipo, wewe ndiye Sabato au pumziko la Mungu. Na bila shaka Sabato yake ilianza vema baada na wewe kupatiwa Sabato yako au pumziko lako, kwa kupatiwa msaidizi wako aliyetoka ndani yako na si ndani yake. Kwa kuwa aliyetoka ndani yake, aliye msaidizi wake ni wewe pekee, bali huyo aliyetoka ndani yako ni msaidizi wako wewe, ni Sabato lako wewe, ni pumziko lako wewe. Narudi hapa. Sabato ya ukamilifu wake ikaanza vema baada ya wewe, popote ulipo, kupatiwa msaidizi, kupatiwa mwenye mamlaka yako, mwenye cheo chako, na kwa uwepo wake yeye mwenye cheo chako, naye akawa ndiyo Sabato yako, akawa ni pumziko lako. Kwa hiyo na wewe, popote ulipo, Sabato yako ilianza baada ya kumpata msaidizi wako, baada ya kupatiwa msaidizi wako aliyetoka ndani yako. Na imekuwa kama vile wewe umekuwa ndio Sabato ya Mungu, vivyo pia msaidizi wako aliyetoka ndani yako ndiyo Sabato
yako, ndiye aliye sabato yako au pumziko lako. Narudia tena hapa, kama vile vile wewe popote ulipo, jinsi ulivyokuwa ni sabato au pumziko la Mungu, ndivyo vivyo vivyo huyo aliye msaidizi wako ndiyo aliye sabato au pumziko lako. Kwa hiyo pumziko lako umelipata baada ya kumpata msaidizi wako. Na ndio maana baada ya wewe kuwa na msaidizi wako au sabato yako, ilibaki kinachoendelea ni uzao wa kuongezeka kwa raha ya sabato hiyo. Narudia, kilichokuwa kinaendelea ni raha ya sabato. Acha nirudie hapa tatae, kwamba baada ya wewe kupata msaidizi wako ambaye ndiye sabato yako, kilichokuwa kinaendelea hapo ni raha ya sabato. Narudia, kinachoendelea hapo ni raha ya sabato. Narudia hapa, baada ya kumpata msaidizi wako aliyetoka ndani yako kwa jinsi yake, kinachofuata ni raha ya sabato, kwa kuwa huyo aliye msaidizi wako ndiye aliye sabato yako au pumziko lako. Kwa hiyo ninapozungumza kuhusu raha ya sabato, namaanisha ni maisha unayoyaishi wewe pamoja na wasaidizi wako, ikiwa na maana sabato lako au pumziko lako. Ndio naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu raha ya sabato. Popote ulipo, wewe ndiye sabato ya Mungu. Narudia, popote ulipo, wewe ndiye uliye sabato au pumziko la Mungu. Ukiwa unakula ndiyo sabato la Mungu. Ukiwa unatembea ndiyo sabato la Mungu. Ukiwa unafanya hicho ofisini kwako, kwa kuwa ndivyo ulivyo, ndiyo sabato ya Mungu. Ukiwa hapo popote kwa udaktari wako, kwa kuyafanya hayo ya udaktari wako, kwa kuwa ndivyo ulivyo. Ukiyafanya hayo ya uaskari wako, kwa kuwa ndivyo ulivyo. Ukiyafanya hayo ya uwakili wako, kwa kuwa ndivyo ulivyo. Ukiyafanya hayo ya unabii wako, kwa kuwa ndivyo ulivyo. Ukiyafanya hayo ya uwalimu, uchungaji wako, kwa kuwa ndivyo ulivyo. Ukiyafanya hayo ya umama wako, kwa kuwa ndivyo ulivyo. Ukiyafanya hayo popote ulipo, kwa kuwa ndivyo ulivyo. Hiyo ndiyo sabato ya Mungu. Na kufanya popote ulipo ni sabato ya Mungu. Narudia, popote ulipo ni sabato ya Mungu. Na popote alipo mfanya kazi au msaidizi wako, ikiwa na maana pumziko lako
au mwenye mamlaka yako, ndipo sabato lako lipo, pasipo kujalisha ni mke wako au ni mume wako, ni mtoto wako kwa jinsi zake, ni marafiki zako, ni wanyama, ni mimea, ni anga, ni ardhi, au chochote popote kilipo kwa jina lake. Huyo ndiye msaidizi wako, na kwa kuwa ndiyo msaidizi wako, huyo ndiye aliye sabato lako, huyo ndiye aliye pumziko lako, na kufanya wewe umekuwa ni sabato la Mungu, na chochote kingine popote kilipo kimekuwa ni sabato yako kwa jinsi hiyo ulivyo. Narudia, popote ulipo kwa jinsi hiyo ulivyo, wewe ni sabato la Mungu. Na mwingine popote pale alipo, awe ni mtoto wako, ni kabila lako, ni mzazi wako, ni mke wako, ni mume wako, ni bosi wako, ni mfanyakazi wako, ni rais wako, ni malkia wako, ni mwananchi wako, ni muumini wako, vyovyote kwa jina lake, ni mnyama wako, ni mvua yako, ni anga lako, hicho au huyo ndiye aliye sabato lako au pumziko lako kwa jinsi ulivyo popote pale ulipo. Na kufanya raha ya sabato yako ni uwepo wa sabato yako, kwa kuwa raha ya sabato ya Mungu ni uwepo wako wewe uliye sabato la Mungu, na raha ya sabato yako ni uwepo wa wasaidizi wako, ikiwa na maana sabato lako. Na msaidizi wako ni nani? Ni huyo mke wako, ndiye sabato lako. Ni huyo mume wako, ndiyo sabato lako. Ni huyo mtoto wako, ndiyo sabato lako. Ni huyo jirani yako, ndiyo sabato yako. Ni hao wanyama wako, ndiyo sabato lako. Ni hilo taifa lako na kila kitu kilichopo ndani yake kwa jina lake, kwa jinsi yake, ndiyo sabato lako. Chochote kilichopo katika ardhi kwa jina lake, kilichopo katika anga kwa jina lake na kwa jinsi yake, ndiyo aliye sabato lako. Kwa hiyo uwepo wa msaidizi wako, uwepo wa mke wako, uwepo wa mume wako, uwepo wa watoto wako, uwepo wa jamii yote, uwepo wa kila kimoja pale kilipo, ndio raha ya sabato lako. Narudi hapa, uwepo raha ya sabato lako ni uwepo wa sabato lako, na sabato lako ni wasaidizi wako. Sabato yako ipo kwa wasaidizi wako. Naongea na wewe kuhusu raha ya sabato. Wewe popote ulipo, ndiyo sabato ya Mungu, ni raha ya sabato la Mungu. Tena kwa uwepo wako tu, kwa jinsi hivyo ulivyo, popote
pale ndiyo raha ya Mungu, ndiyo raha ya sabato la Mungu. Ndiyo, popote ulipo wewe, kwa uwepo wako tu ndiye uliye raha ya sabato ya Mungu. Na vivyo pia chochote popote kilipo kwa jina lake ndiyo raha ya sabato yako. Taudia, kwa uwepo tu wa chochote popote pale kilipo kwa jinsi yake, kwa jina lake ndiyo raha ya sabato lako. Kwa hiyo unaishi raha ya sabato kwa wewe kuendelea kuwa sabato la Mungu. Narudia, unaishi raha ya sabato kwa wewe kuendelea kuwa raha ya sabato la Mungu, ikiwa na maana kwa wewe kuendelea kuwepo popote pale ulipo, kwa jinsi ulivyo, kwa taaluma ulionayo, kwa hayo unayofanya, kwa ukulima unaolima, kwa udaktari ulionao, kwa utoto ulionao, kwa ubaba ulionao, kwa yote unayoyatenda ndiyo sabato la Mungu, ndiyo raha ya Mungu. Na kwa raha hiyo hiyo ya sabato ya Mungu, ndiyo hiyo hiyo itakuwa, ndiyo hiyo hiyo ilivyo raha ya sabato lako, ndiyo raha ya sabato lako. Yani kila kimoja kilichopo kinachokuzunguka, ni watoto wako, ni wazazi wako, ni mke wako, ni mume wako, ni familia yako, ni ukoo wako, ni taifa lako, ni wanyama wako, ni chochote popote pale kilipo kwa uwepo wake tu, ndiyo raha hiyo hiyo ya sabato utakayo kuwa nayo popote pale ulipo. Na hata sasa Mungu anafurahia sabato lake, yupo katika raha ya sabato. Pumziko hili la Mungu linafurahia raha ya sabato kwa uwepo wako wewe popote pale ulipo, kwa kuwa wewe ndio sabato la pumziko hili, wewe ndio sabato la pumzisho hili la Mungu, wewe ndio sabato kwa hicho unachokifanya, kwa taaluma unayoifanya, kwa utoto ulionao, kwa ubaba ulionao, kwa biashara ulionayo, popote ulipo kwa jinsi yako, wewe ndiye sabato ya pumziko hili, wewe ndiye raha ya sabato au pumziko ya pumzisho hili la Mungu. Basi pokea pumziko hili la raha ya kuwa raha ya pumzisho hili. Narudia, pokea pumzisho la kuwa raha ya sabato au pumziko la pumzisho hili linalokufikia hapo. Pokea na iwe kwako.